Karibuni katika mwendelezo wa masomo yetu ya familia. Leo tunakwenda katika somo la pekee sana lenye kichwa kinachosema vipimo vya Mungu kwa wanandoa. Hebu inamisha uso wako tuombe kidogo. Baba mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi, ninakushukuru sana tena kwa wakati huu. Tunatamani kuzungumza habari ya ndoa zetu, ambayo ni taasisi muhimu sana ulioianzisha wewe. Tupatie utulivu wa kuelewa kwa undani katika jina la Yesu Kristo, amen. Mbarikiwe sana mnaotufuatia kutoka katika vituo mbalimbali, kule Rushamba kwa Yusufu Rure, kule Ihanda kwa Musa. Mungu awabariki sana. Na leo mada hii wanandoa, kama mko ambao mmekaa pea mme na mke, itakuwa imependeza vizuri zaidi. Lakini kama mwenzi wako yuko mbali, mwambie akae karibu na runinga yake, maana somo la leo linahusu wanandoa sana. Mungu ana vipimo vyake kwa wanandoa. Natamani tusome fungu hili, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 18. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipokuwa amekwisha kuumba kila kitu duniani, wanyama wameumbwa, mimea imeumbwa. Pastor Butoke alitufundisha vizuri namna Mungu alivyoumba kwa ustadi kabisa. Alipokuwa amekwisha kuumba, siku ya 6 akaumba mwanadamu. Nikukumbushe kitu cha pekee mahali hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2, Mungu alipokuwa akikamilisha uumbaji, alikuwa akimalizia kwa kusema ni vema. Tazama kila alichokifanya ni chema, ni chema, ni chema. Lakini mambo yanabadilika anapofika katika ile sura ya 2, anapomuumba mwanadamu, anasema si vema. Hebu tutamke si vema. Anapomuumba Adamu, anasema si vema huyu mtu awe peke yake. Si vema kabisa. Na kwa sababu hiyo Mungu analeta agenda ya kumwandalia mtu wa pekee. Mambo yanakuwa yamebadilika katika hiyo sura ya 2. Si vema mtu awe peke yake. Mungu akasema katika ile sura ya 1 mstari wa 26, kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho nchini. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mimi nabarikiwa sana na hili fungu la pekee, na wewe nakuomba likubariki. Kama kuna kitu cha kujivunia, ni kujua kwamba uliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Haijalishi sura yako ikoje, haijalishi rangi yako ikoje, haijalishi kimo chako, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Mwambie jirani yako, jikubali. Jikubali. Sasa Mungu anaposema na tumfanye, nisikilize vizuri, kuna kitu nataka kukigusia mahali hapo. Na tumfanye, Biblia inasema Mungu akasema ni umoja, halafu anasema na tumfanye. Maana yake wanakuwa katika wingi tena. Maana yake hapo kuna nafsi zaidi ya moja. Na ndipo hapo Pastor Baraka atatuambia vizuri kwamba Mungu katika nafsi 3, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikiwa Mungu ni Mungu wa urafiki, ni Mungu wa mahusiano, haishi peke yake, ana nafsi zingine, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wake, na sisi hatupaswi kuishi peke yetu. Kama umenisikia sema amina. Yaani naongea na wewe nani, haupaswi kuishi peke yako kabisa hata kidogo. Sio mpango wa Mungu mtu mzima akae peke yake. Maana Adamu alipokuwa ameonekana ameumbwa amekamilika, akasema si vema. Kuna vitu vinatia aibu kwenye dunia ya leo. Kwamba kijana una miaka 30 unapika unakula peke yako. Huu ujasiri hadi shetani anachukua notebook. Yaani kabisa, binti una ujasiri wa kwenda bucha na kununua samaki, na una miaka 20 na 30 ukala peke yako.
na usivyo na aibu kaonje na chumvi. Si vema hili neno liwakerekete vijana ambao wamejifanya watawa, wameridhika kuishi peke yao. Mungu anasema si vema, haipendezi. Sasa Mungu anaweka vipimo kama ifuatavyo. Sasa nifuatilie vizuri. Unapoingia kwenye ndoa ni kipimo cha mambo matatu kwenye ndoa. Kipimo cha mambo matatu. Namba moja, ndoa ni kipimo cha uimara wa mahusiano yako. Tuna aina mbili za mahusiano kwa mwanadamu. Tuna mahusiano ya vertical relationship na tuna horizontal relationship. Vertical ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, lakini horizontal ni mahusiano kati ya mtu na mtu mwenzake. Sasa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu hayakumtosha Adamu. Nisikie vizuri, hayakumtosha Adamu. Maana Adamu tayari alikuwa na mahusiano yeye na Mungu wake. Akaamua amtengenezee mahusiano ya horizontal, yeye na watu. Sasa kipimo cha mahusiano ya yeye na watu, akamletea mke ambaye ni Eva, ili kwa kuishi vizuri na huyo mtu, kwa kuishi vizuri na mwanadamu, ndipo Mungu ajue kwamba huyu mtu amenipenda vizuri. Maandiko yako mengi, Pastor Butoka atatufundisha vizuri kwamba ikiwa unataka kujipima, nisikie vizuri, ikiwa unataka kujipima kwamba wewe unampenda Mungu, angalia unavyowapenda wanadamu wenzako. Hawezi kusema kwamba mimi nampenda Mungu, ninafunga mara ngapi, mimi ni Mkristo, mimi ni mtu wa imani, halafu wanadamu wenzako hauwapendi. Na sio wanadamu tu, wale mlioko kwenye ndoa. Kipimo cha kwanza kwamba wewe unampenda Mungu ni vile unavyompenda mwenzi wako wa maisha. Walionisikia waseme amina. Na hapa ngoja niwape challenge. Kuna watu wanadhani wanampenda Mungu kuliko mke wake. Watumishi mnaonisikiliza wa madhehebu mbalimbali, ninaomba hii muisikie vizuri. Ni makosa makubwa kupenda kanisa, kupenda huduma yako wakati mke wako haumpendi. Tena ngoja nikupe hatari mbaya zaidi. Hicho kitu tunakiita ni uzinzi. Unaniuliza, Pastor, unamaanisha nini? Maana kanisa ni mke wa Mungu, halafu wewe umependa mke wa mwingine kuliko mke wako. Huo ni uzinzi. Na habari mbaya ni hii hapa. Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu, kitakuramba. Lazima umpende kwanza mke wako, ndipo upende na kanisa la Bwana. Usijifanye huko bize na huduma. No, Mungu anakuangalia, anasema nakuangalia tunavyojichoresha. Maana kama unampenda Mungu, penda kwanza mke wako. Na hili ninaomba waumini pia mnisikie vizuri, wa madhehebu yote. Kuna kosa linafanywa na waumini wengi. Anaheshimu mchungaji kuliko mume wake. Ana uwezo wa kumsalimia mchungaji, amepiga magoti na mikono ameinua, baba mchungaji, baba Bwana asifiwe. Lakini mume wake anamsalimia kama anasalimia bango la mji. Hiyo ni dhambi. Heshimu kwanza mume wako, alafu ndipo kamheshimu mtumishi wa Bwana. Yes. Na wengine wanaenda mbali zaidi. Haya madhehebu, Mungu atusaidie sana. Mwanamke anatoka kanisani, hajadeki nyumba yake, anakimbia kwenda kudeki kanisa. Anakwenda kunyosha nguo za mchungaji, hajanyosha za mume wake. Anaenda kuandaa chai ya watumishi, hajaandaa chai ya mume wake. Ni makosa.